Hivi sasa imetimia saa 10 na dakika 1 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 na dakika 1 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Leo ni siku ya Jumatano ya Mei 28 mwaka 2025. Hujambo wa msikilizaji, na huu ni wasaa mseto leo, na kwanza tunaanza na makala ya duru zetu alasiri inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, uchumi na biashara, na michezo na burudani. Uko nami Amina Deogratias Sisemagogwa. Tulionayo katika duru zetu alasiri. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan atoa wito kwa viongozi wa chama hicho kuwa karibu na wananchi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mara yafanikiwa kudhibiti shilingi milioni 49.2 zilizotakiwa kulipa fidia ya makaburi hewa 123 wilayani Bunda. Na Rais wa Kenya William Ruto aomba msamaha kwa Tanzania na Waganda kama kuna jambo lolote ambalo nchi yake imekosea. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazozisikia katika makala hii kupitia nambari yetu ya 0692573615 ukituelezea nini maoni yako juu ya taarifa hizi, na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Tunaanza na taarifa ya habari ikisomwa kwako na Zawadi Bashemela. Karibu. Asante Amina. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa viongozi wa chama hicho kuwa wanyenyekevu na karibu na wananchi, akisisitiza kuwa mamlaka walionayo ni dhamana ya muda. Akizungumza leo jijini Dodoma katika hafla ya wekaji jiwe la msingi la jengo jipya la makao makuu ya CCM, Samia amesema viongozi hawapaswi kujiona juu ya wananchi kwa kuwa wao ndio wamiliki halali wa chama. Ameeleza kuwa historia ya CCM inaonyesha mabadiliko ya uongozi kwa nyakati tofauti, na hivyo hakuna kiongozi anayebaki milele. Si viongozi tumekabidhiwa dhamana, na dhamana hizi tunapita. Kama tulivyosema, kwa mwenyekiti wa kwanza, wa pili, wangapi mpaka mwenyekiti huyu, na vivyo hivyo ngazi nyingine za uongozi. Sisi tunapita, tunaendesha kipindi kikisha tunaondoka, wengine wanakuja kuendeleza. Kwa hiyo ni muhimu vijana na wanachama wa Chama cha Mapinduzi mkalijua hilo, na kwamba wote tukakaa mguu sawa katika kukijenga chama hiki. Tukumbuke kuwa chama ni jukwaa la wananchi la kuamua hatima yao, na siku zote CCM kimekuwa chama cha watu. Ni lazima tuidumishe sifa hiyo. Rais Samia pia amesisitiza kuwa kama ilani ya chama inavyowataka wawe daraja kati ya serikali na wananchi, viongozi wa CCM wanatakiwa kuhakikisha wanatumia ofisi za chama kwa kuwasikiliza wananchi na kufikisha mahitaji yao kwa viongozi wa serikali. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mara imesema imefanikiwa kudhibiti malipo hewa ya zaidi ya shilingi milioni 70.2 zikiwemo shilingi milioni 49.2 zilizotakiwa kulipa fidia makaburi hewa katika kata ya Nyatwali wilayani Bunda. Makaburi hayo ni sehemu ya malipo ya fidia zaidi ya shilingi bilioni 59 zilizotolewa na serikali kwa wakazi wa Nyatwali ambao wanatakiwa kupisha eneo hilo ambalo ni mapitio ya wanyama kutoka Hifadhi ya Taifa ya Serengeti kuelekea Ziwa Victoria kwa ajili ya malisho na maji. Akitoa taarifa ya utendaji kazi wa miezi mitatu iliyopita mjini Msoma, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara Mohamed Sharifu amesema kiasi hicho cha shilingi milioni 49.2 kilitarajiwa kulipa makaburi hewa 123. Sharifu amesema baada ya TAKUKURU kufanya uchunguzi, walibaini uwepo wa makaburi hewa, yani yasiyokuwa na miili, ambapo kila kaburi lilitakiwa kulipwa shilingi 400,000. Wakazuia malipo hayo kwani hayakuwa na sifa ya kulipwa fidia. Baadhi ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jijini Mwanza
wameushauri uongozi wa chama hicho kwenda mahakamani kupinga uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa wa kuzuia ruzuku ya chama hicho. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa msajili wa vyama iliyotolewa jana wa kuzuia ruzuku ya Chadema baada ya chama hicho kukaidi agizo lake la kuitisha kikao cha baraza kuu ili kuidhinishwa kwa wajumbe wa sekretariat ya chama hicho wakiongozwa na katibu mkuu wake Bwana John Mnyika. Wakiongea na Radio Kwizera kwa nyakati tofauti jijini Mwanza, miongoni mwa wanachama hao Yohana Lucas na Jacqueline Ladislaus wamesema chama kinapaswa kupinga uamuzi huo. Binadamu, andiko tu la mtu mmoja bwana, Chadema walifanya hivi, walikiuka utaratibu. Ingekuwa ni kundi kubwa linalalamika, hapo ni sawa, lakini sasa mtu mmoja unaenda kufanya maamuzi na kubadilisha vitu vingi. Naona kama mimi haijakaa vizuri. Tuamini kile tunachokiamini kwamba no reforms no election, twende mbele ya hatua, twende kwenye sheria, mahakamani tufike, kwa sababu chama kimesajiliwa, kina usajili halali, sio cha kugushigushi iko chama. Msajili wa vyama vya siasa amechukua uamuzi huo kufuatia malalamiko ya mwanachama Lembrusi Mchome aliyedai kuwa akidi haikutimia katika kikao cha baraza kuu cha mwezi Januari mwaka huu ambacho kilipitisha sekretariat hiyo. Na sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Kenya William Ruto amewaomba msamaha wa Tanzania na Uganda kama kuna jambo lolote ambalo nchi hiyo imekosea. Ruto ameyaomba radhi mataifa hayo leo Jumatano wakati wa ibada maalum ya kuliombea taifa hilo lililofanyika katika eneo la Safari Park nchini humo. Akinukuu Biblia, maandiko matakatifu ambayo yanatoka katika Zaburi ya 123 inayosisitiza kuhusu undugu kuishi pamoja kwa umoja, Ruto amesema nchi yoyote isiyo na shukrani kwa kidogo inachokipata basi haitoshukuru hata ikipata mafanikio makubwa, huku akiwataka raia wa nchi hiyo kuunga mkono na kuungana kwa kitu kimoja. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Majirani zetu kutoka Tanzania, kama tumewakosea kwa namna yoyote ile, tunaomba mtusamehe. Na marafiki zetu kutoka Uganda, kama kuna kitu tumefanya kisicho sawa, mtusamehe. Na kwa vijana wetu, kama kuna kitu tumekosea, mtusamehe. Tunataka kujenga uhusiano ambao utafanya taifa letu kuwa bora na linalosonga mbele kwa kasi. We want to build the relationship that will make our country great and will take us forward. Aidha, Rais Ruto amehakikishia Tanzania kuwa Kenya imejikita katika kudumisha uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili kufuatia tukio la hivi karibuni ambapo wanaharakati kadhaa wa Kenya waliripotiwa kukamatwa na kurejeshwa Kenya. Na Umoja wa Mataifa umelaani mfumo wa utoaji misaada unaoungwa mkono na Marekani huko Gaza baada ya mtu mmoja kuuawa na wengine 48 kujeruhiwa wakati wa ugawaji wa chakula ambao ulisababisha jeshi la Israeli kufyatua risasi. Wizara ya Afya ya Gaza imesema umati wa wakazi wa Kipalestina ulibomoa kuta za kituo cha kusambaza misaada kilichoanzishwa na wakfu wa Israel na Marekani. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA Philippe Lazzarini amekosoa mfumo huo akisema unatumika kufichwa maovu yanayofanywa. Katika tukio jingine, Israel imesema imefanya mashambulizi angani kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Hii ni baada ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Irani kufyatua makombora kadhaa kuelekea Israel katika siku za karibuni bila kusababisha hasara. Jeshi la Israel limesema liliharibu ndege inayotumiwa na waasi hao. Wazua. Msikilizaji, uzushi si tu kusambaza habari za uongo, hata kuficha habari za kweli pia ni uzushi. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz.
Taarifa ya habari imesoma kwako na Zawadi Bashemela, na unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu alasiri kutoka Radio Kwizera FM, na kukumbusha kuendelea kutembelea kurasa zetu za Instagram, TikTok na X Radio Kwizera FM na YouTube Kwizera TV. Pia unaweza kutoa maoni yako ukichangia taarifa zetu kupitia nambari yetu ya 0692573615 na ujumbe wako nitausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala hii ya duru zetu alasiri. Habari kuu leo hii. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan atoa wito kwa viongozi wa chama hicho kuwa karibu na wananchi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mara yafanikiwa kudhibiti shilingi milioni 49.2 zilizotakiwa kulipwa fidia ya makaburi hewa 123 wilayani humo. Na Rais wa Kenya William Ruto aomba msamaha kwa Watanzania na Waganda kama kuna jambo lolote ambalo nchi yake imekosea. Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambao ni sawa na saa 9 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni usawa uchambuzi wa kinifu wa habari zetu. Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki ameteua timu ya wataalamu wa serikali kuanza mchakato wa kuandika katiba mpya. Wakosoaji wake wamesema katiba hiyo itamruhusu kiongozi huyo kusalia madarakani hata baada ya mwaka 2028 pale muhula wake wa sasa utakapomalizika. Akizungumza na maafisa wa chama chake hapo jana, Erdogan amesema wataalamu hao 10 waliochaguliwa watatimiza jukumu la kupatikana kwa katiba mpya, kuchukua nafasi ya sasa ambayo iliandikwa baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1980. Erdogan ambaye ameitawala Uturuki kama rais tangu mwaka 2014 na aliyekuwa waziri mkuu wa zaidi ya mwongo mmoja kabla ya hapo, amekuwa akiwania upatikanaji wa katiba mpya, akisema kuwa iliyopo sasa imepitwa na wakati na bado inabeba athari za utawala wa kijeshi licha ya kufanywa marekebisho mara kadhaa. Kutokana na hili, kwenye line ya simu niko na mwanamajumui wa Afrika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, Comrade Adrian Sebudema, na hapa naanza kwa kumuuliza, je, unadhani nia ya Rais Erdogan ya kuandika katiba mpya ni ya kweli kuboresha demokrasia nchini Uturuki au kuna ajenda ya kisiasa ya muda mrefu nyuma ya mchakato huu? Tukumbuke Rais Recep Tayyip Erdogan kwa muda mrefu ameitawala Uturuki kwa mkono wa chuma. Mara nyingi amekuwa haruhusu wapinzani kufanya siasa kwa uhuru wa namna ile, lakini kwa upande mwingine amekuwa akituhumiwa na Umoja wa Ulaya kwamba anaendesha Uturuki kwa mkono wa chuma. Ndio, Uturuki inafanya vizuri kwenye sekta ya kiuchumi na kadhalika, lakini kwa demokrasia ambao kimsingi yeye ni mwanachama wa NATO, lakini pia kwa upande mwingine anatamani kuingia kwenye Umoja wa Ulaya, vigezo vingi tu havifiki, ikiwemo demokrasia ya kuruhusu wapinzani, lakini kwa upande mwingine ufanyikaji wa chaguzi kadhaa ambazo ni huru na haki. Tunakumbuka hata hivi majuzi meya ambaye kimsingi ni wa Istanbul, ambaye ana ushawishi mkubwa na ndo mpinzani wake mkuu bwana Ekrem İmamoğlu, amefungwa jela kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo makosa yanayoendana na yanafanana na uhaini, ikiwemo mambo ya rushwa na kadhalika. Kwa hii inaonyesha kwamba Erdogan bado hajataka kuwaruhusu wapinzani, lakini pia watu wengine ambao ni tofauti na yeye na chama chake kufanya vizuri kwenye siasa za Uturuki. Na kwa upande mwingine mimi naona ndio ameteua watu ambao ni jopo maalum kwa ajili ya kuandaa na kupitia katiba ya Uturuki, lakini pia kuwezekana kuleta mambo mazuri kwa ajili ya Waturuki wote. Lakini mimi naamini uwezekano wa kuwa na nia ya kweli kuibadilisha Uturuki ni mdogo sana. Wakosoaji wake wanadai kuwa katiba mpya inaweza kumruhusu Erdogan kusalia madarakani baada ya mwaka 2028. Kisheria, kisiasa, hii inawezekana vipi ndani ya mfumo wa sasa wa Uturuki? Erdogan anaonekana ni mtu ambaye kwa kweli hayuko tayari kuruhusu mifumo ya demokrasia ya kweli ndani ya Uturuki. Lakini hoja ya
msingi ni kwamba Uturuki itaendelea kutawaliwa kwa mkono wa chuma kama watu wataendelea kukubali, kwa sababu tukumbuke hata juzi huyu Ekrem ambaye kimsingi ni meya wa Istanbul amepelekwa jela, lakini bado watu waliandamana sana, lakini maandamano yale makubwa yalizimwa na Erdogan akaona tu kwamba hawa vijana wanaandamana, lakini mimi binafsi naona bado mkono wa chuma ndio njia pekee. Lakini kwa upande mwingine naona ni kama anajaribu kuharmonize, yani kutuliza mambo kwa kuteua hii tume maalum. Kutokana na historia ya katiba ya sasa ya Uturuki kuandikwa baada ya mapinduzi ya kijeshi, unadhani ni muhimu kuwa na katiba mpya? Na kama ndio, ni vipi mchakato huu unapaswa kuendeshwa ili kuhakikisha unakuwa na haki na usiopendelea upande mmoja? Ni muhimu katiba ibadilishwe kwa manufaa ya wote, lakini mimi ninavyoona ili mchakato uwe huru na haki, lazima kuwe na internal na external, yani watu wa ndani ambao wamechaguliwa ama wameteuliwa kwa haki, wakiwemo wapinzani ambao watapeleka input zao, lakini kwa upande mwingine wale watu waliowateua yeye kama maafisa maalum wa serikali, ili kwa pamoja wapinzani wa Uturuki na wale watu wa ndani ambao ni maafisa waandamizi wajadili kwa pamoja. Tunaweza kutarajia athari gani katika eneo la kimataifa au uhusiano wa Uturuki na mataifa ya Magharibi ikiwa Erdogan ataendeleza juhudi hizi za kubadilisha katiba huku shutuma za kujitanua kimamlaka zikiendelea? Uturuki ndio ya pili baada ya Marekani, kwanza kwa kuwa na wanajeshi wengi na inapeleka wanajeshi wengi NATO, lakini kwa upande mwingine bajeti kubwa baada ya Marekani Uturuki ndio inaichangia. Lakini kwa upande mwingine Uturuki na baadhi ya teknolojia ikiwemo ya drones na kadhalika ambazo nchi karibia zote za Umoja wa Ulaya hawana. Kwa hiyo wanaitegemea Uturuki kwa sekta mbalimbali ikiwemo hiyo ya kijeshi, usalama wa NATO, lakini kwa upande mwingine teknolojia kadhaa ikiwemo ndege kadhaa, lakini kwa upande mwingine baadhi ya mifumo kadhaa ya interception ya Uturuki. Kwa hiyo wanashindwa kuitenga kwa sababu hiyo kwamba Uturuki ni mtu ambaye huwezi kumkwepa ukiwa ndani ya Umoja wa Ulaya. Hiyo ni sauti ya mwanamajumui wa Afrika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Adrian Sebudema. Tunasonga mbele na uchambuzi wa kinifu wa habari zetu, na kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Mseto Leo. Hewani ni makala ya duru zetu alasiri. Ujerumani na Finland zimeyatolea mwito mataifa duniani kuongeza shinikizo kwa Israeli kuridhia kufungua milango ya kuingizwa msaada wa kiutu kwenye ukanda wa Gaza. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, ambaye katika siku za hivi karibuni amekuwa akikosoa vikali Israel, amesema misaada ya kibinadamu lazima iruhusiwe kuingia Gaza haraka iwezekanavyo. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Uturuki akiwa na mwenyeji wake waziri mkuu wa Finlandi Petro Orpo Merz, amesema lazima tuishinikize Israel kuhakikisha kuwa msaada unawafikia kweli walengwa. Taifa jirani la Sweden hapo jana limuita balozi wa Israel kwenye wizara ya mambo ya nchi hiyo Nordic na kumtolea wito kwa Israel kuhakikisha inaondosha haraka vikwazo vinavyozuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Leopold Chakupewa, na nimeanza kwa kumuuliza ni athari gani za moja kwa moja zinazowakumba raia wa kawaida wa Gaza kutokana na kuzuiwa kwa misaada ya kibinadamu. Athari zinazoweza kuwakumba watu wa Gaza ni nyingi. Kwanza ni vifo ambavyo vinaweza vikajitokeza kutokana na njaa, lakini pia ni wimbi la magonjwa yanayotokana na ukosefu wa lishe muhimu kama vile utapiamlo, hasa kwa watoto. Ni kuzidi kuweka katika hali tete mchakato wa ufikiwaji wa amani ya kudumu katika eneo lenyewe, kwa sababu watu kama wana njaa, watu kama wanakufa, watu kama wanateseka kwa maradhi ya utapiamlo na mengineyo kiafya, kwa vyote vile hawawezi kuwa katika nafasi ya kuzungumzia amani na wewe unayesababisha. Je, hatua kama hii ya Sweden kumuita balozi wa Israeli inamaanisha nini katika muktadha wa sheria za kimataifa na uhusiano wa kidiplomasia? Na je, inaweza kuleta mabadiliko yoyote ya kweli? Kwa kiasi fulani mashinikizo kama haya yanaweza yakachochea mageuzi, japo kwa kiasi kidogo, ingawa pia Israel kwa muda mrefu sana imekuwa ikishutumu Hamas na ukanda wa Gaza kutumika kama mahali ambapo ni kama kinga yao katika kuendeleza mashambulizi dhidi yake. Kuna namna ambavyo wanapaswa kulegeza misimamo yao ili kuhakikisha kwamba wakimbizi wa ndani katika maeneo yaliyotengwa katika eneo la Gaza wanapata mahitaji haya kiutu ili kuweza kuendelea kuishi wakati vita hii ikiendelea. Na kwa kidiplomasia
ndio namna ambavyo tunaweza tukashuhudia badiliko kama hilo, kama nchi hizi zitaendelea kuungana na kuishinikiza Israeli kuhakikisha kwamba mahitaji ya kiutu au misaada ya kiutu inapatikana kwa watu wa Gaza. Nini jukumu la jumuiya ya kimataifa, hususan Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za binadamu katika kuhakikisha misaada inawafikia watu wa Gaza bila vikwazo vya siasa au kijeshi? Kama mchambuzi, ninachoweza kuzungumza ni kwamba ni lazima nchi za ulimwengu ziungane vilivyo kuhakikisha kwamba dhulma kama hizi zinapokuwa zinatokea katika maeneo mbalimbali yenye changamoto ya usalama, basi zinakabiliwa katika namna ambayo inainua sauti ya umoja. Kwa upande wa kijamii, hali kama hii inaweza kuathirije maisha ya kila siku, afya ya akili na mshikamano wa kijamii katika jamii ya Wapalestina ndani ya ukanda wa Gaza? Athari ziko nyingi sana. Watoto wanaokuwa katika mazingira haya ya kusikia risasi, ya kuona watoto wenzao, mama zao, baba zao wanafariki dunia, wanazikwa wakiwa vipande, hawezi kukua wakiwa katika afya nzuri ya akili. Watakuwa na sonona, na matokeo yake ni kutengeneza kizazi ambacho kitakuja kuwa na muendelezo wa mambo haya kwa siku zijazo. Lakini pia kuna mtanziko hata katika masuala ya biashara, katika masuala ya kujimudu. Watoto hawezi kujifunza, vyuo havifanyi kazi, hospitali, huduma za jamii kwa ujumla zimesimama. Kwa hiyo haya yote yanakuja kutengeneza mtanziko mkubwa sana wa kijamii kwa siku za sasa na hata siku zijazo katika maisha ya watu. Ni sauti ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Leonard Chakupewa wakati akizungumza nami. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri, na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo tunaanza kwa kuangazia taarifa kuwa Waziri wa Kilimo Hussein Bashe amekutana na kufanya mazungumzo na Waziri wa Kilimo, Viwanda na Nyama na Uvuvi kutoka Uganda, Kyakulaga Fredi Bwino, pamoja na balozi wa Uganda nchini Tanzania Fredi Mwesige leo jijini Dodoma. Katika mazungumzo hayo wamejadiliana kuweka makubaliano ya kushirikiana katika kuimarisha mifumo ya usafirishaji, kukuza sekta ya kilimo hususan upatikanaji wa mbolea na pembejeo za kilimo, kubadilishana uzoefu katika kilimo cha kahawa. Na kwingineko ni kwamba mkurugenzi wa mkondo wa juu wa petroli Pura, Charles Sangwen, amesema wameongeza kasi ya utafiti wa kina katika maeneo ambayo wanaamini kuwepo kwa viashiria vya mafuta nchini, ikiwemo Eyasi, Wembele na Ziwa Tanganyika. Wito huo umetolewa na katika mkutano wa kimataifa uliowakutanisha jumuiya ya wahandisi wa petroli, na Pura imeita wawekezaji wenye nia ya kuwekeza katika sekta ya gesi na mafuta kuchangamkia fursa iliyopo katika vitalu 26 inavyovinadi sasa, na mkutano huo utafanyika Tanzania kwa mara ya 5 sasa. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo. Na msikilizaji, na sasa ni wasaa wa Duru Michezoni na Marco Pastori. Karibu Marco. Asante, bila shaka uko poa? Niko poa kabisa, habari za uko utokako? Niko salama kabisa. Wakati huo tukiendelea na maandalizi kuelekea funga Mei na RK, timu yetu inazidi kujinoa na usije ukakosa basi kushuhudia mtanange ambao utapigwa siku ya Jumamosi tarehe 31 katika dimba la Mgambo pale Kabanga. Na tuambie wanakabanga kwamba siku hiyo itakuwa ni patashika nguo kuchanika. Wanasema watabeba, sasa sijajua watabeba nini. Sisi utaondoka na mbuzi. Watachukua wamebeba, wao watajua wenyewe. Watabeba magunia. Sisi watuachie mbuzi. Sawa bana. Sasa nikufahamishe taarifa za kimichezo kwa ufupi sana, ikiwa ni dondoo hizi, na kubwa zaidi ni kuhusiana na mchezo wa ligi kuu ambao unaendelea hivi sasa. Dakika ni ya 25. Mnyama Simba yuko dimbani akicheza na Singida Black Stars. Bado milango ni migumu kwa pande zote mbili, na mchezo unaonekana ni
wapatashika nguo kuchanika kwa kashikashi ambazo zinaendelea hapo. Lakini taarifa nyingine, jana bana tumeshuhudia michezo kadhaa kuhusiana na ligi ya Under 20, ligi ya vijana hii ambayo wamekipiga pale, na Fountain Gate akawa amefanikiwa kwenda kwenye hatua ya finali, ili hali pia Azam naye akawa amefanikiwa kwenda kwenye hatua ya finali. Kwa hiyo kwa kusubiri itakuwa vipi na itakuwaje. Lakini katika tetesi za soka huko barani Ulaya, ni kudokeze tu hapa, klabu ya Saudi Pro League ambayo ni Al Hilali imempa nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes mwenye miaka 30 ofa ya mkataba ya kumwambia kwamba kiungo huyo wa Ureno ana saa 72 za kufanya maamuzi. Sawa bana? Ndio. Kwa hiyo naona huko mambo yanazidi kuwa mambo. Okay. Hayo ni machache tu, mengi zaidi tutakuja kuyasikia pale itakapotimia saa 2:15 ndani ya Sports Corner. Nikushukuru sana Marco. Shukrani. Asante. Na kwa taarifa hizo za kimichezo, sasa ni wasaa wa kutupia jicho katika nambari yetu ya ujumbe mfupi kutazama kile ambacho umekiandika ukichangia taarifa zetu. Anaitwa Bahati Joeli Mgumije, anatoka Ngara. Anasema namshukuru sana rais wetu kwa mambo aliyoyaongea. Viongozi wazingatie, watakuwa wanatusaidia sisi wananchi. Huyu hapa ni Filipo kutoka Kasulu Kigoma, anaomba Watanzania wenzake wawasamehe wa Kenya. Lakini hapa anasema habari za alasiri, je, mtangazaji yuko, anasema haya, asante sana kwa ujumbe wako ambao umetutumia msikilizaji. Anaitwa Abdul kutoka Msagato. Kwa hiyo ni kweli ni sehemu nyingi wanawake mpaka matangazo unakuta pameandikwa zima simu, lakini tuombe muweze kutekeleza yale ambayo rais wetu ameyasema. Boazi John natoka Kumwendo, jamani huko Gaza vita itaisha lini? Hawaoni wako wanaangamiza raia wasiokuwa na hatia. Na hiyo ni kwa ufupi tu, ni baadhi ya maoni ambayo umetutumia ukichangia taarifa zetu. Na kwa ujumbe huo ninakamilisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Nikukumbushe tu habari kuu tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan atoa wito kwa viongozi wa chama hicho kuwa karibu na wananchi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mara yafanikiwa kudhibiti shilingi milioni 49.2 zilizotakiwa kulipwa fidia ya makaburi hewa 123 wilayani Bunda. Na rais wa Kenya William Ruto aomba msamaha kwa Watanzania na Waganda kama kuna jambo lolote ambalo nchi yake imekosea. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya Zawadi Bashemela aliyekusomea taarifa ya habari, mimi ni Amina Deogratias Sisemagogwa. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki nasema asante kwa kuwa nami na kutakia alasiri njema, naendelea kusikiliza Mseto Leo.